Ayuo TV, ulimwengu kiganjani. Naam, habari mtazamaji wa Ayuo TV, mimi ni Kabadi. Nilikuwa hapa leo chuo cha Mzumbe University. Nilifika hapo kwa ajili ya kuhudhuria semina ya vijana wanafanya biashara ya ice cream, wanatokea matawi ya Magomeni Ice Cream, Chamanzi na matawi mengine mbalimbali. Baadhi walifika leo kwa ajili ya kujifunza maarifa ni namna gani wanaweza kufanya hii biashara ya ice cream ili kuhakikisha wanajiongezea kipato. Na tumepata maoni mawili matatu kutoka kwa wanasemina waliohudhuria hapa. Of course wamekiri kwamba wamejifunza vitu vingi, na pia tumekutana na walimu, wakufunzi na mwanasheria ambaye alikuwa nao hapa akiwajuza namna ya utendaji na namna ya kufuata endapo kuna kitu kinahitajika. Kwa majina naitwa Faith Naiman Lemirot, ni mhadhiri kwenye mambo ya biashara pamoja na fedha Chuo Kikuu Mzumbe. Leo tulikuwa tuna semina ya kuwaongezea skills za ice cream kwenye vituo vya Magomeni, Chamanzi pamoja na kituo kingine cha mwisho. Katika kuelezea, tulikuwa tunajifunza kwenye mambo ya marketing, mambo ya fedha na sheria. Kwa upande wangu mimi ilikuwa ni upande wa fedha, ambapo kwenye upande wa fedha tulijifunza kanuni ya 50-30-20, ambayo kanuni ya 50-30-20 ni jinsi gani hawa wauza ice cream wanaweza wakatunza pesa zao bila kuzitumia zote. Faida wanayoipata kuigawanya ili waweze kukua zaidi au kufikia malengo yao. Kwa hiyo tukasema 50% yenyewe inakuwa ni matumizi ya lazima, ambayo ni chakula, malazi na kuendelea. Then 30% yenyewe inakuwa ni kwa ajili ya starehe. Mtu ambaye unataka simu, iPhone, unataka kulipia kingamuzi, unaweza kutumia kwa 30%. 20% ile faida ulioipata unatakiwa kuifanya nini? Kuiwekeza. Ndio tukasema tukaondoka na msemo kwamba haba na haba hujaza kibaba, kwamba kile kidogo kidogo unachokiweka ndicho ambacho kitakusaidia wewe ufike mbali zaidi na kufikisha malengo yako. Madam, kama hapa na mabili natenganisha pesa na pesa ya biashara na pesa ya matumizi. Kwa hiyo hapa kama unakubaliana nayo, kama unakubali unaweka namba 4. Kama unakubali sana unaweka namba 5. Kama ni kidogo 3. Changamoto ambayo tumepitia wakati wa kutoa elimu ni kwamba cha kwanza iwe kujua wao wanafanyaje biashara yao, kwamba je wananunua na wakinunua inakuaje. Lakini baada ya kuwasikiliza, kwa sababu tulianza kwa kuwasikiliza, tukawasikiliza tukajua kwamba wanachukua mabegi ya ice cream, wanaenda wanauza, then wanarudisha marejesho. Kwa at least hiyo changamoto ikawa imetatuliwa hapo, kwamba mimi kujua ni jinsi gani wanafanya mauzo na wanajiungaje kwenye hiyo biashara ya kuuza ice cream. Kwa baada ya wao kuongea, changamoto hiyo ikatatuliwa kwamba na mimi at least nikajua kwamba ni wanafanyaje biashara yao na wanapataje hizo ice cream kwa hivyo. Tunaweza kaamua kwenda kuwekeza kidogo kidogo kwenye sehemu wanapouza majiko ya kupikia kwa ajili ya kufungua mgahawa wako. Unaenda unaweka kidogo kidogo. Sheria hapa kusaidia ukiweka unatakiwa upewe receipt au kitu gani. Unaweka kidogo kidogo. Mwisho wa siku kitimia unachukua jiko lako. Kwa wakaka kama mtu anataka kuwa na bodaboda yako pia, unaenda unatafuta mtu ambaye unafanya utafiti. Unatafuta mtu ambaye vijana wengi wanaenda kuweka hela kwake na ni mwaminifu. Unaweza kwenda kule ukaweka mpaka pale ambapo ile inatimia, unajikuta unatoka kwenye kuuza ice cream, unakuwa na nini? Bodaboda ni ile tu kwa na nidhamu. Haba hujaza kibaba. Mimi naitwa David Jandwa, ni mtaalamu wa mambo ya sheria na mkufunzi wa masomo ya sheria hapa Chuo Kikuu cha Mzumbe, campus ya Dar es Salaam. Leo tulikuwa na mafunzo ama seminar kwa vijana wanaouza ice cream mjini. Hii ni sehemu ya outreach activities za chuo chetu, Chuo Kikuu Mzumbe, campus ya Dar es Salaam. Tunawafundisha mambo mbalimbali ikiwemo mambo ya masoko, jinsi ya kutafuta masoko, jinsi ya kufanya biashara kwa weledi zaidi. Pia tunawafundisha mambo ya fedha, jinsi ya kutunza akiba na jinsi ya kumanage finance zao wenyewe.
Na mwishoni kabisa, katika eneo langu pia tumeweza kuwapa uelewa wa mambo mbalimbali ya kisheria. Kwa ukiwa unaajiriwa sehemu mara nyingi, cha kwanza kabisa lazima uulize mkataba wangu wa kazi. Na je, ninaajiriwa kwa masharti gani? Kwa masharti ya mkataba wa kudumu au kwa masharti ya mkataba wa muda maalum? Au sio? Tunaelewana mpaka hapa? Kwa kitu cha kwanza kabisa cha kudetermine kwamba wewe ni mfanyakazi, mara nyingi huwa ni mkataba. Tunajua mara nyingi mtu unaambiwa tu ufanye kazi, unafanya tu bila makubaliano yoyote, bila mkataba wote. Japokuwa mahakama katika moment mbalimbali, instance mbalimbali katika kutenda haki imeshaamua maamuzi kadhaa kwamba japokuwa mtu akuwa na mkataba, lakini mazingira yote yanaonyesha kwamba wewe ni mfanyakazi. Lakini hiyo ni ngumu sana kuthibitisha ufanyakazi wako, unaweza ikachukua. Lakini kitu cha kwanza tutoke nacho hapa leo, ikiwa popote unaajiriwa unapewa kazi, kitu cha muhimu ni mkataba. Na ulize masharti yangu ni je, kwa muda maalum, kama ni muda maalum ni muda gani, na kama ni mkataba wa kudumu maana yake ni kwa muda mpaka utakapofikia muda wa kustaafu. Kwa sheria kuna jambo wanasema ignorance of the law is no excuse. Maana yake lazima ujue sheria. Na kila jambo lina sheria yake. Lakini sio wote tunataka tukajua sheria. Kwa hiyo kabla hujafanya jambo, ningeweza kushauri kwamba tafuta ushauri wa kisheria, tafuta wataalamu wa kisheria kushauri kwenye hilo jambo ili uweze kuwa kwenye safe side of the law. Sio lazima kwa gharama, pia hata vyuo vikuu kama hapa pia tuna legal aid program, tunatoa msaada wa kisheria. Unaweza kutafuta sisi pia hapa Chuo Kikuu Mzumbe tutakusaidia. Kwa kila mtu kwa jambo lako anajaribu kufanya, jaribu kujua sheria hilo jambo ili uwe salama zaidi. Sasa mtu anapokuwa mfanyakazi anakuwa na haki zake za msingi za mfanyakazi. Mazingira mazuri ya kazi. Uniform, pia unakuwa na masaa ya kazi kwa sheria zetu za kazi ambayo yasizidi masaa 8. Ikizidi hapo unatakiwa uongezewe kwa namna fulani. Sasa kwa nini na point out teaching? Wakati tuna discuss hapa mara kwanza tulikuwa kuna watu walikuwa wanasema kwamba tunahitaji tuboreshe mazingira. Nakumbuka tupewe uniform, tupewe wao kauliza yeye mnajua anafanya kazi au sio afanya kazi? Sisi sio wafanyakazi, sisi kama ni mavenda. Ndio. Unajua mavenda? Kama anakwenda kuchukua magazeti kwa agent pale tunakuta masabaza mtaani. Ndio kama sisi tu. Sasa basi tukiwa kama mavenda pale Azam au kwenye kituo husika, uwezi ukapokewa pasipokuwa na vithibitisho maalum kwamba umetokea wapi na unaitwa nani. Kwa hiyo wanahitaji vitu vya utambulisho, moja hapo kama ni barua kutoka kwa mjumbe au serikali za mitaa, picha yako, bwana mimi ni fulani ninaomba uamziwe kutoka kwako, ni hivyo. Ni vizuri. Walizozungumzia uboreshaji, nafikiri wanategemea kwamba nyinyi mpo kwenye sekta hizo naweza mkatusemea kuhusu hilo. Lakini kwa namna moja ama nyingine nyinyi mpo tofauti. Yaani nyinyi mpo katika kutusaidia sisi mawazo ya kibiashara ni jinsi gani tunatakiwa tuwe hivyo. Umenielewa? Sasa ninachokifikiria mimi, uboreshaji unaotakiwa kufanyika hapo, kwa vile walikuwa wanahitaji watu wa kufanya kazi na lazima wapokewe kwa njia ya barua, ina maana anawatambua. Mimi natoa wito kwa jamii, kwanza wachangamkie fursa za training kama hizi tunazofanya Chuo Kikuu Mzumbe, na wachangamkie fursa ya legal aid program ya chuo chetu Mzumbe, waje wajifunze. Tunatoa mafunzo bure kabisa na tunatoa msaada wa kisheria bure kabisa. Kwa hiyo wachukue fursa hizo ili waweze kujifunza zaidi mambo ya sheria kupitia kuweka akiba. Inapotoka na tukiwa tumelizingatia hilo, inapofika kipindi kama hicho itatusaidia sasa kutumia kile kiasi ambacho umejiwekea akiba, hasa kwenye kipindi cha hali ya hewa inapochafuka kama vile mvua, mawingu. Mtu hawezi kula ice cream na mawingu. Kwa hiyo ukiwa umeweka hali ya akiba kile kipindi cha mawingu ambapo watu hawali ice cream, sasa unadonyoa ile akiba yako kufanya mambo yako mengine. Mimi naambia biashara ya ice cream sio ngumu, bali ni wewe mwenyewe kujituma tu.
Ila wadada wengi ukiwaambia kazi kama hiyo anakuambia mimi siwezi. Uweze ukanipeleka kwenye kazi ya kijinga kama hiyo. Lakini naambia hii kazi sio ya kijinga. Ni kazi ambayo inayokuingizia hela, unaweza ukafanya mahitaji yako na maisha yakaenda. Kwa kupitia training hii au outreach hii tulioifanya, tunapenda kukaribisha watu wengine zaidi, wafanya biashara wengine zaidi, kwa sababu kupitia hii training ndio mambo mengi tunakuwa tunayajua tayari, lakini tunajitahidi kukumbushana, na tunapokumbushana wengine tunajifunza kutokana na mwingine. Kosa langu mimi nililofanya katika biashara ni tofauti na kosa la mtu mwingine aliyefanya kibiashara. Kwa hiyo tunaendelea kujifunza ndani kwa ndani. Kwa hiyo karibuni sana, training nyingine ikitokea, karibuni, msisite kuwa pamoja na sisi. Endelea kutufuatilia. Hii ni Aywa TV. Usiache kusubscribe, comment na kushare ili na wengine waweze kupata taarifa hizi kutoka Aywa TV. Asante. Aywa TV, ulimwengu kiganjani.